Yes, ni siku nyingine tena, Alhamisi ya tarehe 27 Julai 2017. Of course ni Alhamisi ya mwisho kabisa ya mwezi wa 7 2017. Karibu katika uchambuzi wa magazeti ya leo. Tupitie tuone taarifa gani zimeandikwa kwenye magazeti ya kitaifa kuanzia hard news, michezo mpaka udaku. Nitakupitisha kote huko nikujuze kitu gani ambacho kimeandikwa. Taarifa kubwa ambayo utaiona kwenye magazeti ya leo ni kuhusiana na Speaker Bunge Job Ndugai kuridhia barua ya mwenyekiti anayetambuliwa na msajili wa vyama vya siasa Profesa Lipumba kuwavua wanachama wa bunge 8 wa chama cha CUF, na baadaye Mheshimiwa Speaker kuamua kuondoa nafasi zao za ubunge na kutangaza kwamba nafasi hizo ziko wazi, hivyo tume ya uchaguzi inapaswa kuendelea na taratibu zinazotakiwa. Bila shaka inaacha maswali makubwa sana kwamba sasa ni upande upi wa chama cha CUF kati ya zile pande mbili ambazo zinasigana wenye nguvu zaidi, kati ya Maalim Seif ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho na mwenyekiti anatambuliwa na msajili wa vyama vya siasa Profesa Lipumba, nani ambaye ana mamlaka zaidi na chama. Kwa moja kwa moja bila shaka imetoa taswira nzima kwamba upande wa Lipumba ndio wenye nguvu na ndio ambao umeweza kuwavua wanachama wa bunge na ambao wamepoteza tayari rasmi nafasi zao za ubunge. Mimi naitwa David King, nitakupitisha kwa utone kitu gani kimeandikwa. Mwananchi ukurasa mbele ameandika Lowassa alonga miaka 2 ndani ya upinzani, asema kitendo cha kumzuia kufanya mikutano ya hadhara kimemuongezea kura za wananchi zaidi ya milioni 6 alizopata uchaguzi mkuu mwaka 2015. Ataka Dr. Magufuli aungwe mkono kwa mazuri anayofanya, lakini asema si hisani na wala hayajatoka mbinguni bali ni wajibu wake kama rais, lazima ayafanye hayo. CCM yawachomoa madiwani 3 jimbo la Mbowe. Lowassa asema sina cha kujutia hata kidogo, nadhani kwamba CCM ulikuwa ni uamuzi sahihi baada ya kutafakari wakati ule, na sasa bado naamini ulikuwa uamuzi sahihi. Changamoto alizopambana nazo ni pamoja na kuzuia kufanya mikutano ya hadhara na ya kushukuru walompigia kura milioni 6.07. Namba 2 ni viongozi, wanachama na wafuasi wa upinzani kukamatwa, kuitwa polisi, kuhojiwa mara kwa mara, lakini pia uchanga na uzoefu na ukosefu wa uzoefu kwa upinzani. Hilo ni gazeti Mwananchi na taarifa hiyo. Waziri mkuu apigilia msumari sakata la vyuo vikuu 19 kufungiwa. Gambo amchimbia Mkwara Lema. Ijue shule ya msingi karibu na Ikulu yenye uhaba mkubwa wa vyoo. Lakini pia Speaker Ndugai awangoa wabunge 8 wa CUF. Msuva apewa Biblia kwenda Morocco. Hilo ni gazeti Mwananchi ukurasa mbele limeandika hivyo. Ukurasa ndani kuhusiana na taarifa ya Lowassa, taarifa inasema Waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa leo ametimiza miaka 2 tangu aweke historia ya kuwa kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu serikalini kuihama CCM, na anasema hajutii uamuzi wake, yuko imara licha ya kuzuia kufanya mikutano ya pamoja na kura zake zinazidi kuongezeka. Lowassa alichomoka Julai 27, 2015 ikiwa ni siku chache baada ya kamati kuu ya CCM kuondoa jina lake na mengine katika kinyang'anyiro cha urais, uamuzi ambao ulizua mtafaruku mkubwa uliosababisha wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa kuimba wimbo wa kuonesha kuwa wana imani na yeye, wakati mwenyekiti wa wakati huo Jakaya Kikwete akiingia mkutanoni. Siku moja baada ya kujiunga CCM, Lowassa alitangaza kujiunga na Chadema, chama ambacho kilimpa fursa ya kuendeleza safari ya matumaini aliyoanzisha CCM kwa kushirikiana na vyama vingine vitatu vilivyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi Ukawa. Akihojiwa na Mwananchi jana kuhusu miaka yake 2 nje ya CCM, Lowassa alisema pamoja na kupata kura zaidi ya milioni 6 za urais, yeye na wapinzani wenzake wanasononeshwa na kunyimwa haki ya kufanya mikutano na kukutana na wanachama hao. Hivyo alipoulizwa ni kwa kiwango gani kunyimwa fursa kwa mikutano kumeathiri, alisema kura zangu zimeongezeka sana, tena sana, ile tu kutoniona kunaniongezea kura. Nataka kwenda kuona wananchi lakini siruhusiwi, nataka kufanya mikutano ya hadhara siruhusiwi. Sio mimi tu, ni pamoja na wenzangu wote kwenye vyama vya upinzani. Hii ndo kauli yao. Waeleza wananchi na wanachama wa Chadema anawapenda sana, natamani kwenda kwao kuzungumza nao lakini sipati nafasi. Huyo ni Lowassa. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili ukurasa wa ndani, gazeti Mwananchi. Kwenye ukurasa wa pili gazeti Mwananchi limeandika CCM ya wachomoa madiwani 3 jimbo la Mbowe, taarifa ikisema wakati madiwani 3 wa Chadema wilani Hai
wakihamia CCM, katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Humphrey Polepole amesema wataendelea kuwachomoa wapinzani mmoja mmoja. Madiwani wote ni wa jimbo la Hai linaloongozwa na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, na sasa idadi ya madiwani walioachia madaraka katika mikoa ya Kilimanjaro na Arusha inafikia 12. Waliojiuzulu ni Goodluck Kimaro wa kata ya Machame Magharibi, Abdalla Kasim wa kata ya Weruweru na Everest Kimati wa kata ya Mnadani waliojiuzulu na kutangaza kuhamia CCM jana. Akizungumza mara baada ya madiwani hao kujitambulisha, Polepole alisema itaendelea kuwachomoa wapinzani mmoja mmoja mpaka watakapohakikisha kuwa siasa ni ushindani wa hoja na si vinginevyo. Alipoulizwa idadi ya wapinzani waliohamia CCM hadi sasa, Polepole alisema tuliowapokea rasmi kabisa ni wachache, lakini waliopokelewa katika ngazi za chini ni wengi sana. Lakini kikubwa, orodha ya watu ambao wanaomba kujiunga na CCM wapo wabunge na madiwani, wenye viti wa vyama na makatibu wakuu wa vyama hivyo, alisema Polepole. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili, unaweza kuendelea kuzisoma. Nikibakia kurasa pili, Rasiga ambao mchimba mkwara mbunge Lema asema, taarifa inasema wakati mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema akisema haogopi kusema ukweli, mkuu wa mkoa Mrisho Gambo amemtahadharisha kuwa hataacha kumchukulia hatua iwapo atamtukana Rais Magufuli na serikali yake. Lema ambaye pia ameanza kufanya mikutano ya hadhara katika jimbo lake jana kwenye soko kuu la Arusha mjini, alisema haogopi kusema ukweli kwa kweli hata kama akipingwa na baba yake mzazi. Taifa lipo kwenye mgawanyiko mkubwa, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wanafanya maamuzi kwa maelekezo kutoka ngazi za juu. Aliongeza kwamba hali ya demokrasia nchini ni mbaya kwa kuwa hakuna usawa na kuwataka viongozi kuomba hekima wanapopata mamlaka za juu. Kadhalika amezungumzia hatua ya kujiuzuru kwa diwani wa Murieti Credo Kifukwe, akisema kwamba Chadema haihitaji jeshi la watu wengi bali wachache wenye umoja. Nimeteswa sana katika mji wa Arusha, lakini nawataka wafuasi wa Chadema msilipize kisasi. Kwa wanaohama chama leo, wapinzani hawaruhusi kufanya siasa, lakini rais anazunguka nchi nzima. Mbunge huyo alisema Tanzania inahitaji demokrasia ya kweli na amani ya nchi iweze kutunzwa na polisi isipokuwa kwa upendo wa Tanzania. Lakini pia alimtaka Gambo kujipanga wakati wa uchaguzi mdogo wa madiwani kwa kuwa Chadema imejipanga kikamilifu katika mkutano huo. Lema aliwapandisha jukwani madiwani wawili wa Chadema jijini Arusha, Obedi Mengoriki wa kata ya Terat na Ruben Ngoi wa Kimondolu, huku akisema amesikia wanataka kujiuzuru nyadhifa zao, ambapo walipanda na kukanusha taarifa hizo. Hiyo ni taarifa gazeti la Mwananchi. Waziri Mkuu apigilia msumari vyuo vikuu 19 kufungiwa. Taarifa hii nitakupitisha kwenye gazeti jingine ambalo litakuwa na taarifa hii zaidi. Ile gazeti Mwananchi lina taarifa hiyo. Gazeti Nipashe lenyewe limeandika serikali yafieka ada maombi ya vyuo vikuu, sasa njia nyeupe kwa wanafunzi wapya. Madiwani Chadema mmoja wajingatua, wimbi la madiwani Arusha kujiondoa Chadema. Lakini pia kontena 10 za kemikali za unga za naswa. Shehena ya makontena 10 yenye kemikali zinazotumika kuzalisha madawa kulevya zimekamatwa bandarini Dar es Salaam jana. Kigogo tupo jela rushwa bilioni 1.6 ni baada ya TAKUKURU kumtibulia dili lake, koti ya amuru arudishe kila senti aloipiga. Ndugai yakubali kutimuliwa wabunge 8, ukurasa wa 8 taarifa hiyo ipo. Joseph Moga aifuta Yanga FC, hilo ni gazeti Nipashe. Taarifa kuhusiana na serikali kuondoa ada za vyuo vikuu inasema kama kuna watu wana bahati ya mtende kuota jangwani, basi miongoni mwao ni pamoja na wahitimu wa kidato cha 6 wanaotarajia kujiunga na vyuo vikuu mbalimbali vya umma nchini ili kuendelea elimu ya juu katika muhula mpya wa mwaka 2017 2018 na kuendelea. Jambo hilo lenye kuashiria neema ya aina yake kwa waombaji inatokana na uamuzi wa serikali kufika ada ya maombi ya kujiunga na vyuo vikuu. Kwa mujibu wa maelekezo hayo ya serikali, sasa vyuo vikuu vyote vya umma nchini vinatakiwa kushusha ada ya malipo kwa ajili ya maombi ya kujiunga na elimu ya vyuo vikuu kwa mwaka wa masomo 2017-2018 hadi kufikia shilingi 10,000 tu. Sababu ya kutolewa kwa uamuzi huo kwa mujibu wa taarifa ya serikali ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapunguziwa mzigo pale wanapoomba kupata nafasi ya masomo kulingana na kozi kwenye chuo zaidi ya kimoja, licha ya kuwa wana uhakika wa kupata nafasi za kuchaguliwa kwenye vyuo wanavyoomba. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Simon Msanjila alisema ndiye ambaye alitangaza uamuzi wa serikali jijini Dar es Salaam jana kwenye maonesho ya 12 ya vyuo vya elimu ya juu. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili kurasa za ndani na unaweza kusoma zaidi kwenye kurasa wa 8. Kigogo tupa jela rushwa ya bilioni 1.6, taarifa ikisema kasi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika kutekeleza majukumu yake kwenye siku za hivi karibuni ile imeendelea kudhihirika juzi wakati wa uchunguzi wao ulipoiwezesha mamlaka hiyo
kumtia hatiani mmoja wa vigogo wa nafasi za juu katika kampuni binafsi. Aliyekutwa na hatia katika kesi hiyo ni iliyokuwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam ni mkurugenzi mtendaji na mmiliki wa kampuni ya Mpasuka General Supplies and Contractors Deusdedit Kisisiwe. Mshtakiwa alihukumiwa kwenda jela miaka 5 au kulipa faini ya shilingi milioni 5.5. Aidha, kigogo huyo alitakiwa kulipa kila senti aliyotumia kuifuja, hivyo ikiwa ni matokeo ya amri ya mahakama ya kumtaka alipe fedha zote kiasi cha dola za Kimarekani milioni 8, kiasi cha dola za Kimarekani 8,888, zaidi ya shilingi bilioni 1.6 zilizokutwa na hatia za kuzifuja, ambazo ni zaidi ya kampuni ya Mace Industries. Taarifa iliyotolewa jana na TAKUKURU ilieleza kwamba hukumu hiyo Julai 25, 2017 mbele ya hakimu mkazi mkuu Wilbrad Mashauri ilieleza kwamba adhabu iliyotolewa baada ya mahakama kuridhika na pasi na shaka na ushahidi wake wa upande wa mashtaka ulioongozwa na waendesha mashtaka wa TAKUKURU Magela Ndimbo na Godliver Kilia. Mtanzania ukurasa mbele ameandika makinikia ya Ivuruga Acacia ya poromoka kwa 42% soko la London, Barrick 5% Toronto, Ndugai yaridhia kutumliwa bunge kafu. Kwenye dondoo taarifa zinasema baada ya kudaiwa kodi shilingi trilioni 424, mapato yote ya kampuni ya Acacia yameshuka kutoka bilioni 700 hadi bilioni 390. CNN, BBC wajadili kodi ya TRA, wanadai ni sawa na mapato ya karne mbili. Lakini pia kauli mbili ya moto za JPM ni mara 10 migodi hii tukaigawa kwa Watanzania, wachimbe wawe wanauza utue tunapata kodi, kuliko kuchimbwa na watu wanaojiita wawekezaji alafu walipi kodi. Kauli nyingine ilisema wapo wa China wanakuja kuchimba barabara hapa nchini, tunashindaje kuwatumia wakachimba madini yetu kisha wakatuachia dhahabu yetu alafu wao wakaondoka. Mboe wanaohama Chadema wahame tu, Manji atafuta dhamana ya mahakama kuu. Lakini pia TCU yatoa bei elekezi ada ya udahili vyuo vikuu, Majaliwa apigilia msumari vyuo vilivyofungiwa. Habari za kimataifa, dawa ya VVU kutolewa kwa sindano, taarifa iko katika ukurasa wa 26. Taarifa zaidi kwenye kuhusiana na makinikia ya Acacia kuendelea kuwavuruga, taarifa inasema mzozo wa kampuni ya uchimbaji madini ya Acacia na Barrick na serikali, ambao pia kini chake ni udanganyifu unaofanywa na kampuni hizo kwenye mchanga wa madini, yani makinikia unasafirishwa nje ya nchi, umeivuruga kimataifa, kampuni ya Acacia imeelezwa. Taarifa zinaonyesha hisa za kampuni hiyo katika soko la hisa la London, Uingereza zimeporomoka kwa asilimia zaidi ya 40, jambo ambalo halijapata kutokea katika miaka 5 iliyopita. Hisa hizo zilianza kuporomoka tangu Machi serikali ilipopiga marufuku usafirishaji wa makinikia nje ya nchi, juzi baada ya kampuni hiyo kuweka wazi deni la dola za Kimarekani bilioni 190, zaidi ya shilingi trilioni 124, ambalo mamlaka ya mapato Tanzania TRA imezitaka kampuni dada za Bulyanhulu Gold Mine ya mgodi wa Bulyanhulu na Pangea Minerals PML la mgodi wa Buzwagi pia zilipe hisa za Acacia na Barrick zimeendelea kuporomoka. Wakati hisa hizo zikiporomoka, vyombo vya habari vya kimataifa vikiwemo CNN ya Marekani na BBC ya Uingereza vimekuwa vikitumia muda mwingi kujadili kodi hiyo, ambayo baadhi vinadai ni sawa na mapato ya karne mbili ya kampuni hizo. Wakati Acacia ikilalamikia kodi hiyo, Wizara ya Fedha na Mipango ilisema madai hayo ya kodi yamepelekea kampuni za Bulyanhulu Gold Mine BGML na Pangea Minerals PML na sio Acacia. Hata hivyo, Acacia ndio kampuni dada ya kampuni hizo, huku Barrick ikiwa ni mbia mkubwa mwenye asilimia 64 ya hisa kwenye kampuni zote. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili la Mtanzania. Gazeti Habari Leo lenyewe kwa mbele limeandika serikali yapigilia msumari udahili, mganga wa jadi achoma mkuki mgongoni Rukwa, Japani yaongeza msaada kutoka shilingi bilioni 90 hadi shilingi bilioni 250 kwa Tanzania, wanakafu kupelekana mahakamani, madeni watatu Chadema wahamia Chadema, makontena 10 yenye kemikali yanaswa bandarini, zetu mkubali JPM. Hilo ni gazeti la Habari Leo. Gazeti Majira lenyewe kwa mbele limeandika pigo la nguvu kafu kawa, spika ridhia wabunge 8, madiwani 2 kufukuzwa. Rungu la Magufuli lapiga CC polisi magereza, Majaliwa agiza vyuo vilivyozuiwa udahili kuboresha utoaji elimu nchini. Lakini pia madiwani 3 highway kimbia Chadema, kitawili dhamana ya Lissu kujulikana leo ambapo atafikishwa tena mahakamani. Gazeti Uhuru lenyewe kwa mbele limeandika Majaliwa zicharukia taasisi za vyuo vikuu, asema ni lazima zifanye mabadiliko yanayotakiwa na TCU. Dhamana ya Lissu kuamuliwa leo, Manji aomba dhamana mahakama kuu, Makonda mtumbua. Okay, tunaachana hiyo. Vigogo waliosimamishwa NMC waendelea kupiga mzigo. Taarifa hii iko katika gazeti hili Uhuru.
Gazeti la Amani, gazeti la udaku kurasa mbele, linaonyesha picha ya mazishi ya mtoto ambaye inaonekana alikuwa amebakwa katika eneo la Sinza kule, na baadaye kuonekana kwamba amenyongwa ama ameninginizwa kwenye kitanzi. Gazeti hili lina taarifa hiyo, lakini pia ukurasa nyuma kuna picha ya Profesa J kama vinaonekana kwenye ukurasa nyuma gazeti hili la Amani, gazeti la udaku. Gazeti la michezo, gazeti la Bingwa limeandika ni nzima au kuyo badili upepo, wagombea TFF wanaso na TAKUKURU Mwanza, 10% kumyeyusha Shishimbi Yanga, Wenga kukutana na Sanchez Jumatatu, Lunyamira jesho kuokoa jahazi Yanga, kumbe Neymar haitaki Baka kwa sababu hii tu, Mourinho Chicharito au wapi. Hilo ni gazeti Bingwa. Ukurasa nyuma limeandika siri ya Ronaldo kubakia Madrid ya fichuka, Mourinho aibwatukia UEFA, kareti tumike shuleni kama somo, patamu hapo Sanchez ya kukutana na Wenga Jumatatu, Manchester City wamvizia Mbappe, Conte dai kwa Morata hawajaliwa. Gazeti Mwanasport lenyewe kwa mbele limeandika Rasta kuanza na Simba Taifa, Simba mmesikia alichokisema ajibu. Lakini pia Championship, Chelsea watakutana na Inter Milan Julai 29, Man City wanakutana na Tottenham, akili ya Mogi ipo kwa Okwi na ni nzima tu, TAKUKURU ya wadaka 10 uchaguzi TFF. Ukurasa nyuma imeandika Coutinho Neymar waivuruga Barcelona, na hapa nyuma wakiwa wanaonekana kwenye ukurasa nyuma gazeti hili la Mwanaspoti. Na magazeti ya kimichezo yanatukamilisha taarifa hizi za magazeti kutoka IOTV na millardayo.com. Taarifa zote hizi pia kumbuka tayari zipo kwenye kurasa zetu za Facebook na Instagram, bila kusahau Twitter kwenye kupitia jina la Millardayo. Lakini pia kumbuka kusubscribe kupitia YouTube channel ya Millardayo kuweza kuzipata taarifa zote hizi kila wakati zinapotufikia. Mimi David King, hii ni IOTV.